السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba wakati sisi tunaposoma matukio ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam au tunasikia matukio yao kwa kuona maumbile yao mzuri na jinsi waliokuwa na hamu ya kupata na kutambua ukweli, jinsi waliokuwa na hamu ya kutoa mali yao na nafsi yao katika njia ya Mwenyezi Mungu, jinsi waliokuwa wakimpenda Sayyidina alayhi salatu wasalam sawa na hali ya imani yao, na kwa katika matukio hayo yote hali hii inaonekana. Ilmuradi hawa walikuwa wale akharin ambao waliokuwa wakifanya juhudi ya kutimiza haki yao ili waweze kuungana na wale waliokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja alikuwa na hali ya imani yake. Wale waliokuwa wakiwashuhudia au waliokuwa karibu nao walipata nasaha kutoka kwa mwenendo wa hawa maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, au walitoa matokeo yao kwa kupitia matukio ya hawa maswahaba. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu mwenyewe alikuwa miongoni mwa maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Takriban alikuwa akiwajua maswahaba zote wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wakati Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuzungumza na maswahaba na kisha baadaye anatoa nasaha zake, kwa sababu nasaha hizi athari ya aina fulani inapatikana mioyoni mwetu, na baadhi wakati sisi tunapata sehemu moja ya nasaha hii, lakini tukifikiria zaidi tunapata mambo mengi katika nasaha hizi. Kwa mfano, kuna tukio la Maulvi Burhanuddin Sahib Jehelmi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio hili. Ilikuwa tukio la bayat yake. Maulvi Burhanuddin Sahib alipokutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam mara ya kwanza, Hazrat Muslim Maud anasema kwamba hali ile pia ni ya aina yake. Anasema Maulvi Burhanuddin kwamba mimi nilikuja Qadian
lakini sainam alah salatu wassalam wakati ule alikuwa katika gurdaspur. Mimi nikaenda kule nyumba ambapo sainam alah salatu wassalam alikuwa anakaa kule. Upande moja wake kule ilikuwa bustani. Hamad Ali marehemu alikuwa amekaa mlangoni. Yeye akaniambia, yani Maulvi Burhanuddin Saheb anasema yeye hakumruhusu kwamba yeye aende ndani ya nyumba, lakini Maulvi Saheb anasema mimi nikafika karibu na mlango na kwa kujificha, na nilipofungua mlango niliona kwamba Hazrat Sahib alikuwa anatembea ndani na alikuwa anatembea haraka haraka. Hazrat anasema mshawahi kusikia tukio hili, lakini naeleza tena. Maulvi Sahib anasema kwamba mimi nikarudi mara moja na nikapata imani hii kwamba huyu mtu ni mkweli. Huyu ikiwa anatembea haraka haraka lazima anataka kwenda mbali sana, ndiyo maana anatembea haraka haraka nyumbani kwake. Hadha Muslim Maud anasema kwamba Maulvi Burhanuddin Saheb alikuwa Wahabi, na kwa kuwa na Wahabi kuwa na wazo la aina hili ni jambo la ajabu, lakini kwa kawaida hao watu wanakuwa wakali sana. Na wanafuata mawazo yao tu. Sasa angalieni kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo wa Burhanuddin Sahib kwamba atambue ukweli. Yeye hakutaka dalili kutoka kwa Qur'ani tukufu, wala yeye hakutaka kupata dalili kutoka kwa hadithi, wala yeye hakutaka dalili nyingine. Lakini mawahabi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana imani hii kwamba njia au mlango wa ufunuo umeshafungwa. Kisha wana mawazo ya aina hii pia kwamba nauzu billah, kwamba nabii au wali ana ubora gani juu yetu. Wao wanasema nabii pia ni mwanadamu na mawali pia ni wanadamu, kwa hiyo wao wana ubora gani juu yetu? Nieleze kuhusu mawazo yao mabaya hii hapa, kwamba sehemu fulani sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika kwamba manabii wanakuwa sawa na mvua na wanakuwa nuru na wanakuwa na sifa chungu mzima, na manabii wanakuwa na baraka chungu mzima. Na mawahabi wanapoona kwamba manabii pia ni sawa na sisi, hii ni dhulma, haitakiwi iwe hivi. Kwa sababu ya kuwapenda manabii na maolea imani inaboreka zaidi. Huzur anasema kwamba hii ni kitu maalum, kwamba kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya manabii na mawali imani inaboreka. Maulvi Burhanuddin Sahib alikuwa na maumbile mzuri na alikuwa mwema. Yeye kwa kumtembea sayyidina alayhi salatu wasallam kwa haraka aliona kwamba yeye ni mkweli. Mwenyezi Mungu alikuwa akimpenda Hadhrat Maulvi Sahib, ndiyo maana ili alifanya alisema hivi. Pengine wanapatikana watu ambao kwa kusikia dalili au kwa kuona hata nishani hawapokei. Hii pia si sahihi kwamba mawahabi wote wanakuwa mioyo ya aina hii. Wapo mawahabi katika Afrika maelfu na maelfu ambao walimpokea sayyidina alayhi salatu wassalam na walifanya bayat yake. Na hawa watu waliojiunga na sayyidina alayhi sallam walijua umuhimu wa ufunuo na wahi, na wakajua kwamba manabii na mawali ni sawa na mvua. Kwa sababu ya kuja kwao shamba na ardhi inaanza kuota mimea. Kwa ajili ya mimea ya kiroho ni lazima ufunuo upatikane. Kisha al-Muslim anaeleza tukio moja kwamba Hadhrat Sheikh Abdurrahman Sahib Madrasi alikuwa jinsi gani alijitolea
Sheikh Abdurrahman Saheb alikuwa mwenyeji wa Madras. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam alijiunga na jumuiya. Alikuwa na imani ya hali ya juu sana na alikuwa mhubiri mzuri sana. Tukio lake moja, Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza kwa hamu na kwa imani sana. Hazrat Muslim Maud anasema, mimi ninapokumbuka tukio hili namwombea sana. Mwanzoni alikuwa mtajiri sana na alikuwa akitoa mali sana kwa ajili ya dini. Rupia 300, 400 hata 500 alikuwa akituma mchango wake kila mwezi. Kudra ya Mwenyezi Mungu ilitokea hivi kwamba yeye alifanya biashara iliyokuwa si sahihi, yani uamuzi wake ulikuwa si sahihi katika biashara yake. Kwa sababu yake hii biashara yake iliharibika kabisa. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipata ufunuo huu kuhusu yeye kwamba qadir hai wo barga jo toota kaam bana de, bana banaya tod de, koi uska bhed na pawe. Ufunuo huu ulipopatikana, Sayyidina alayhi salatu wasalam alifikiria kuhusu sehemu ya kwanza ya ilham hii kwamba qadir hai wo barga jo toota kaam bana de. Sayyidina alayhi salam alifahamu kwamba biashara ya Sheikh Sahib itaboreka tena, itaimarika tena. Sehemu ya pili ya ufunuo huu ni kwamba jo bana tod de, koi uska bhed na pawe. Hakuna yeyote alifikiria kuhusu sehemu hii ya ufunuo. Yani kwanza maana yake ilikuwa hii kwamba kwanza kazi itaimarika, baadaye itaharibika. Lakini sehemu ya pili ilionekana kwamba haina maana sana. Sheikh Saheb biashara yake ilipoharibika baada ya miaka 3 au 4, hali yake ikaboreka tena, biashara yake iliimarika tena. Lakini tena biashara yake ikaharibika na hali ilifika katika hali hii kwamba yeye alikuwa hana chakula kwa ajili ya kula. Siku moja Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa mapenzi sana alieleza kuhusu habari yake na akasema kwamba Sheikh Abdurrahman Haji Allah Rakha Saheb alikuwa na imani hali ya juu. Alituma 500 wakati fulani. Mtu fulani kwa kuona shida yake alimpatia 2,000 au 3,000 ili aanze biashara ingine au afungue duka la vyombo. Katika mkopo huu alimtumia Sayyidina alayhi salatu wasalam rupia 500 na akasema kwamba kwa muda mrefu mimi sikuweza kutuma mchango. Sasa ghaira yangu haikutaka kwamba nimepata hela kiasi fulani lazima nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ilmuradi alikuwa na imani sana kwa ajili ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha sehemu nyingine Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali yake ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na namna gani alikuwa akifikiria kuhusu kutoa mchango, na ikiwa yeye alikuwa hawezi kutoa na alikuwa akihuzunika kiasi gani, hali yake ilikuwaje na namna gani alikuwa akieleza hali yake hii mbele ya wengine. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam anasema kwamba wakati hali yake ya kimali ilipoharibika sana, watu wengine walikuwa wakimsaidia. Kama nimeshaeleza kwamba wakati mwingine alikuwa hana hela kwa ajili ya kununua chakula. Siku moja Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokea money order kutoka kwa mtu asiyekuwa mwanajumuiya. Aliandika kwamba Sheikh Abdurrahman ni rafiki yangu mzuri, mimi na dhana mzuri kuhusu yeye na mimi namuona kwamba yeye ni wali wa Mwenyezi Mungu. Huyu aliyekuwa si mwanajumuiya anaandika kwamba siku moja nilimuona katika hali ya huzuni sana. Nilipomuuliza sababu yake ni nini, yeye akasema kwamba nilipokuwa na hela nilikuwa nikimtumia Sayyidina alayhi salatu wasalam mchango kwa ajili ya dini, lakini sasa mimi siwezi kutuma hela. Huyo mtu ambaye alikuwa si mwanajumuiya anasema kwamba kwa sababu ya maoni yake haya nilipata athari sana, na sasa nimeamua kwamba kila mwezi nitatuma 200 au 300. Kwa hiyo huyu mtu ambaye alikuwa si mwanajumuiya alianza kumtumia Sayyidina alayhi salatu wasalam money order.
wakati fulani Sheikh Abdurrahman alituma maniado ilikuwa ya 300-400. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipoona hela hii iliyokuja akasema kwamba money order hii imekuja kutoka kwa Sheikh Saheb, hali yake ya kimali si mzuri, namna gani amenitumia mchango kiasi hiki. Baadaye Sheikh Abdurrahman alituma barua na aliandika katika barua kwamba nilikopesha hela kwa ajili ya kulipa mkopo hii, niliazima hela kutoka kwa rafiki yangu, kwa hiyo nikapata wazo kwamba sehemu fulani nikutumie, sehemu kadhaa nililipa mkopo na sehemu kadhaa nimekutumia. Huzuri anasema hii ilikuwa imani ya huyu bwana Sheikh Abdurrahman, jinsi gani alikuwa akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. kisha sehemu nyingine Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali ya wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba namna gani baada ya madai yake kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam na yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Katika utumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata cheo hiki. Hakupata cheo hiki kwa sababu ya vitendo vyake, hata kwa kuwa na hali hii waislamu wengi walimpinga na hali hii inapatikana mpaka leo. Hazrat Muslim Maud kwa kueleza hali ya wakati ule anaandika kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alipotoa challenge dhidi ya dini zingine zote, mabaniani na wakristo pia wakawa wapinzani wake na wakafanya juhudi ya kumfedhehesha Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakafanya kesi dhidi yake mpaka miezi 3 zaidi ya likizo ya serikali. Sayyidina alayhi salatu wasalam alilazimika kusimama mahakamani. Siku moja magistrate kwa sababu ya uadui wake hakumruhusu kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam anywe maji mahakamani. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba leo sisi tumesahau hali hii yote iliyokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini ilikuwa majaribio makubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya waliokuwepo wakati ule. Upande mmoja walikuwa wakipata bishara hii kwamba hata wafalme watapata baraka kutoka kwa mawazi yako, na wale ambao hawakukubali watakuwa wachache duniani. Lakini upande mwingine walikuwa wakishuhudia kwamba mtu ambaye alikuwa mpata posho 300 au 400 au 500 yeye alimlazimisha kwamba asimame, na yeye alikuwa hamruhusu kwamba anywe maji. Hata Sayyidina alayhi salatu wasallam kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu alikuwa miguu yake ilikuwa ikiwimba, na waliokuwa imani dhaifu walikuwa wakishangaa kwamba je, huyu ni mtu ambaye kwake Mwenyezi Mungu ametoa ahadi chungu mzima. Kwa hiyo hayo yalikuwa majaribio kwa ajili ya wengine, kwa sababu ya hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam hana uwezo wa kufanya kitu chochote, na majaribio yalikuwa kwa ajili ya wengine kwamba waliona kwamba haya ni majaribio ya imani yao. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi bado nakumbuka nadhara ile wakati uamuzi ulipotakiwa utolewe ya kesi hii kwamba mtu mmoja alikuwa katika jumuiya yetu alikuwa akiitwa profesa. Wakati alipokuwa sima na jumuiya, ye alikuwa akicheza mchezo wa aina fulani ya kadi, mchezo wa kadi. Ye alikuwa mtu mhodari sana, na kwa sababu ya mchezo huo alikuwa akipata kama 400 au 500. Lakini baada ya kujiunga na jumuiya akaacha kazi hii. Huzuri anasema kwamba hii ni nasaha kwa ajili ya wanajumuiya. Ikiwa alikuwa akicheza ramli kabla ya kujiunga na jumuiya, lakini baada ya kujiunga na jumuiya akaacha kucheza ramli na akafungua duka ndogo, alikuwa akimpenda sana Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na kwa sababu ya hii alikuwa akipenda sana umaskini wake. Naeleza hali ya umaskini wake. Muslim Maud anasema kwamba yeye akafungua duka moja huko Lahore. Wateja walipokuwa wakija pale alikuwa akiwahubiri, na wao walikuwa wakimchukia, na wateja walipokuwa akisema maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa
akigombana nao. Siku moja Khwaja Kamaluddin Sahib akaleta mashitaka kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam akamwambia kwa mapenzi kwamba kwa ajili yetu sisi tumeambiwa kwamba tuwe wapole na haya ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa anaendelea kufundisha na Professor Sahib aliendelea kupata hasira kwa sababu ya adabu hakusema maneno, lakini baada ya kusikia nasaha yote yeye akasema kwamba mimi siwezi kubali nasaha hii. Kisha akasema kwamba kiongozi wako akitukanwa na mtu yeyote wewe unakuwa tayari kufanya mubahala naye na unaandika vitabu vingi sana na unatuamuru kwamba sisi tunyamaze ikiwa wewe unatukanwa. Muslimu anasema kwamba ilikuwa jambo la nje ya adabu, lakini katika tukio hili mapenzi yake yanaonekana. Zuri anasema nilikuwa naeleza kuhusu kesi siku ambamo uamuzi ulipopangwa utaelezwa, na watu walikuwa na imani kwamba magistrate lazima atamwadhibu Sayyidina alayhi salatu wasalam, labda atamwadhibu ya aina hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam afungwe gerezani, na wanajumuiya walikuwa hawezi kufikiria fikra hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam afungwe. Kwa hiyo siku ile ulinzi maalum uliwekwa na polisi ilikuwa chungu mzima pale. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokwenda ndani ya mahakama watu wakamzuia Professor Sahib nje, kwa sababu Professor Sahib alikuwa akipata jazba sana na hasira sana haraka. Professor Sahib alikuwa ameficha jiwe kubwa sana chini ya mti. Muslim anasema kwamba Professor Sahib alikimbilia mti ule na akashika jiwe lile na akakimbilia mahakamani. Ikiwa yeye asingezuiliwa na wanajumuiya angempiga magistrate. Yeye alidhani kwamba lazima magistrate atamwadhibu Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa sababu ya wazo hili alikuwa tayari kumpiga yule hakimu au magistrate. Hazur anasema katika hali hii watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hii. Watu wanakuwa imani dhaifu, wanaritadi na wanakuwa na imani yao inaimarika zaidi, lakini wale wanakuwa na jazba sana kama huyu alikuwa Professor Sahib. Na vile vile Professor Sahib alikuwa na hasira na jazba sana. Yeye aliona kwamba watu aina hii wanaona kwamba wao wenyewe watamwadhibu mdui. Mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wasalam aliyotuachia ni hii, na tunatakiwa tukumbuke kila wakati kwamba sisi tutashika subira wakati wote. Siku hizi pia matokeo ya aina hii yanapatikana. Matokeo yatakuwa yale kwayo Mwenyezi Mungu ametubashiria. Wale wanaofanya maombi na wanafanya subra watashuhudia hali ile, yani ushindi wa jumuiya. Kuhusu siku kadhaa watu wanakuwa na maoni kwamba siku kadhaa ni mzuri na siku kadhaa si mzuri, kwamba siku fulani msafiri na siku fulani msisafiri. Watu wananiuliza pia maswali kuhusu siku mbalimbali, na kuhusiana na hii kwa ajili ya kuthibitisha maoni yao na mawazo yao wanaeleza tukio la Sayyidina alayhi salatu wasalam, au wanaeleza tukio la Hazrat Ahmad. Na tukio la Hazrat Ahmad ilikuwa hii kwamba Muslimu ameandika kwamba siku ya Jumatano yeye alinizuia kwamba nisisafiri. Yeye labda aliota au alikuwa na wazo kwa sababu ya hii Muslimu ameandika, pengine hakuna umuhimu wa siku hii ya Jumatano. Kuhusiana na Sayyidina alayhi salatu wasalam pia kuna maelezo. Muslimu anasema kwamba mtu mmoja aliniambia kwamba kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam nilisema siku fulani ni mbaya.
alisema hayo alimwambia sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wewe ulisema katika hafla fulani kwamba kuhusu Jumanne sayyidina alayhi salatu wasalam alipata ufunuo, au labda ilikuwa sababu nyingine kwamba sayyidina alayhi salam alikuwa hapendi siku ya Jumanne. Nikasema Muslim anasema mimi nikasema kwamba mimi nieleleza maelezo ya riwaya moja tu, sikusema kwamba siku ya Jumanne ni siku mbaya, kwa sababu riwaya moja inanasibishwa kwa sayyidina alayhi salatu wasalam. Nikasema ikiwa tunakubali riwaya hii ni sahihi kwamba labda ikiwa sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa hapendi siku ya Jumanne, kwa sababu yake ni hii kwamba alifariki siku ya Jumanne. Lakini mimi nilipoeleza tukio hili lililokuwa kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam, watu wakaanza kuwa na imani hii kwamba siku ya Jumanne ni mbaya, ilhali kitu kinachokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kusema kwamba kile kitu ni kibaya, si wazo hili si sahihi. Ikiwa kuna swali la riwaya ile iliyokuwa kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam, ikiwa riwaya ile ni sahihi, basi sababu yake ilikuwa hii tu kwamba ilipangwa kwamba atafariki siku ya Jumanne. Pengine Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba siku zote ni yenye baraka na siku zote zina sifa zake. Ikiwa mtu yeyote anaeleza riwaya kinyume na riwaya hii, tutasema kwamba alieleza riwaya hii amekosea. Sisi hatuwezi kukubali riwaya hii kwamba siku kadhaa si nzuri. Tutasema kuhusu riwaya hii kwamba mtu kwa sababu ya matukio fulani mtu anakuwa na wazo, labda sayyidina alayhi salam pia alikuwa na wazo kuhusu siku fulani, lakini sisi hatuwezi kusema kwamba siku ya Jumanne ni mbaya. Tutasema kwamba kuhusu riwaya hii sayyidina alayhi salatu wasalam alieleza sawa na hali yake ya ubinadamu, lakini uhakika ni hii iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu na Mwenyezi Mungu kwamba siku zote ni zenye baraka. Lakini Waislamu kwa sababu ya bahati yao mbaya wameanza kusema kwamba siku fulani ni mbaya, siku mbali ni mbaya, na matokeo yake ni kwamba wao wakawa chini ya laana ya Mwenyezi Mungu na chini ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanazidi sana katika unyenyekevu wake. Kuna tukio lake pia mmoja, na watu wengine wanazidi katika ukali wao. Watu wawili waliokuwa na tabia ya aina hii wakajumuika sehemu moja kwa kueleza tukio la hawa ndugu wawili. Sayyid Muslimaud anasema kwamba nakumbuka kwamba wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, mtu mmoja Hafidh Muhammad Sahib alikuwa mwenyeji wa Peshawar, alikuwa alihifadhi Qur'ani tukufu na alikuwa na jazba sana. Labda aliwahi kuwa ahli hadith kwa sababu yeye alikuwa mkali sana katika mawazo yake. Aliwahi kuja mkutanoni wa mwaka, alikuwa anarudi Qadian. Njiani kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu wakaanza kuzungumza. Mtu mmoja akasema kwamba shani ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, sisi ni wenye fedheha sana, hatujui Mungu anakubali saumu yetu na swala yetu au la, labda yeye anakubali zaka yetu, haji yetu au la. Mtu mwingine kwa kusikia yeye akasema kwamba Mwenyezi Mungu ana shani kubwa sana. Wakati mwingine mimi nafikiria kwamba mimi sijui mimi ni muamini au mimi si muamini. Hafidh Muhammad Sahib alikuwa amekaa pembeni, huyu alikuwa mwenyeji wa Peshawar. Kwa kusikia hii akaanza kuzungumza na yule mtu aliyesema kwamba mimi labda sijui ni muamini au mimi si muamini. Yeye akasema kwamba wewe, je, unaamini kwamba wewe ni muamini au unaamini kwamba wewe si muamini? Yeye akasema kwamba mimi siwezi kusema kwa yakini kwamba mimi ni muamini au la. Hafidh Sahib kwa kusikia yeye akasema kwamba ikiwa una wazo la aina hii, mimi sitaswali swala nyuma yako kuanzia leo. Wengine wakasema kwamba Hafidh Sahib huyu bana anayosema ni sawa, imani
ni ina sifa ya hali ya juu. Lakini afisa wakasema kwamba mimi kuanzia leo sitasali swala nyuma yenu. Ikiwa nyinyi hamnaamini kwamba nyinyi waaminio, namna gani mimi naweza kusali nyuma yenu? Kwa hiyo hao wote wakafika Peshawar na hafisa wakaanza kusali swala kwa jamaa. Alipoulizwa akasema kwamba nyinyi mnaona kwamba nyinyi si waaminio, namna gani mimi naweza kusali swala nyuma yenu ambao si waaminio? Ufisadi ulipozidi sana, tukio hili liliandikwa kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusoma tukio hili alisema kwamba Hafiz sahib ni sawa, lakini hii si sahihi kwamba ikiwa ana imani hii yeye asisali swala nyuma yao. Ikiwa aliacha kusali swala nyuma ya hawa watu ni kosa lake, kwa sababu hawa watu hawakufanya kufur, lakini waliosema ni sahihi. Wanajumuiya walitakiwa wangekuwa na dhana nzuri kuhusu imani yao. Ikiwa kuni swali la juhudi, mtu anatakiwa aendelee kufanya juhudi na aendelee kuimarika katika mema, lakini mtu akatae kwamba yeye si mwaminio, hii si sahihi. Hazur anasema kwamba siku hizi katika nchi za Ulaya watu hawavai mawazi bali uchi tu unaonekana, ilhali Mwenyezi Mungu amesema kwamba mawazi ni njia ya mapambo. Lakini katika jamii tunaona kwamba watu wanaona kwamba kutembea uchi ni dalili ya uzuri. Hali imefikia hapa kwamba hivi karibuni ilikuwa habari kwamba sehemu fulani kundi la wasichana waislamu lilikuwa linaendesha baiskeli. Waliposikia joto, kwa kusikia joto walivua mavazi yao. Ilmuradi imekuja wakati ambamo kuonyesha sehemu fulani ya mwili inaonekana kwamba si kitu kibaya kwa ajili ya Waislamu, ilhali ilikuwa wakati kwamba kwa sababu ya hulka au kwa sababu ya tabia ya watu waliona kwamba tabia hii ni mbaya, hususan wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wakati wa Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu labda tabia hii ilikuwa chini ya 70 au 80, lakini yule mtu mmoja alikuwa mchoraji. Hazrat Muslim ameandika tukio lake kwamba mchoraji mmoja ambaye ni mzungu ameandika makala moja, na katika makala amezungumza kuhusu wanawake. Hazrat Muslim anasema kwamba siku hizi kuna tabia katika wanawake wa Ulaya kwamba wanaendelea kuwa uchi zaidi na wanaendelea kuvua mavazi yao. Lakini mchoraji anaandika kwamba mimi kwa sababu ni mchoraji na kwa sababu mimi nimezoea kuona miili za wanawake na wanaume na mtu mwingine hawezi kuona kama mimi nimeona, kwa hiyo mimi kwa kuwa mahiri wa mchoraji naweza kusema kwamba kwa sababu ya uchi mtu hawezi kuonekana mzuri, bali baadhi wakati ya mwanamke anaona ni mbaya sana kwa sababu ya maumbile ya viungo vya mwili wake. Na kwa sababu ya kuona viungo vya mwili mtu anachukia. Hazrat Muslim anasema kwamba angalieni, hii ni rai na ushauri wa mchoraji wa mzungu ambaye anaishi katika Ulaya, na rai hii na ushauri huu ni mzuri sana. Hazrat anasema vile vile wanaume pia wanavaa mavazi ya aina ajabu, na kwa sababu ya hii heshima yao pia inapungua, na vile vile ubaya wao pia unaonekana, yani ubaya wa mwili wao pia unaonekana. Lakini siku hizi kwa jina la uhuru watu wanne wakisema jambo fulani, basi watu wote wanaanza kufuata maoni yao kwa jina la uhuru. Kwa sababu ya hii jamii inaendelea kuangukia katika hali ya kutokuwa na hulka njema,
miaka 70 iliyopita mchoraji alieleza rai yake, ushauri wake. Mchoraji wa siku hizi labda hawezi kutoa ushauri wake na rai yake, na labda hawezi kutoa ushauri mzuri sawa na hali ya siku hizi kama alitoa mchoraji huyu miaka 70 kabla iliyopita. Na hii ndiyo ni sababu kwamba hulka inaendelea kuharibika zaidi na zaidi. Watu wanaona kwamba uchi ni dalili ya uzuri. Tunatakiwa tukumbuke kwamba dalili ya uzuri si uchi wala si hali ya kidhahiri, bali dalili yake ni nyingine. Kuhusiana na hii Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameandika mjadala wa masahaba wawili wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Anasema kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, halifa wa kwanza na Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib marehemu wakaanza kujadili kuhusu mada hii. Halifa wa kwanza alikuwa anasema kwamba kutambua uzuri wa mtu si rahisi. Kila mtu au kila jicho haliwezi kutambua uzuri wa mtu. Ni mtabibu ndiye anayeweza kutambua kwamba nani ni mzuri, nani ni mbaya. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib alikuwa akisema kwamba hii si ngumu. Kila jicho linaweza kutambua uzuri wa kila mtu. Kwa kidhahiri mkiona hali ya mtu mnaweza kutambua, lakini Hazrat Halifa wa kwanza alikuwa na wazo hili kwamba bila shaka jicho linaweza kuona uzuri wa kidhahiri, lakini katika kutambua kwa mwanadamu anaweza kukosea. Lakini mtabibu anaweza kujua kwamba nani ni mzuri kwa kweli au nani ni mzuri kwa juu tu. Ndio maana Halifa wa kwanza akamuuliza Maulvi Abdul Karim Sahib kwamba je, kuna mtu yeyote ambaye ni mzuri hapa? Maulvi Abdul Karim Sahib akataja jina la mtu fulani ambaye kwa bahati akaja pale mbele yao. Yeye akasema kwamba sawa na wazo langu, huyu mtu ni mzuri sana, yani kwa mwili. Halifa wa kwanza akasema kwamba labda kwa wazo lako ni mzuri, lakini katika mifupa yake kuna kasoro. Kisha Halifa wala akamuita huyo mtu karibu naye na akasema kwamba bana, wewe uchukue kanzu yako kidogo. Alipochukua kidogo kanzu yake, mifupa yake iliyoharibika sana ilionekana wazi. Kwa kuona hali hii, Maulvi Abdul Karim Sahib akasema la hawla wala quwwata illa billah, mimi nilikuwa sijui kwamba yeye ana kasoro katika mwili wake. Mimi kwa kuona uso wake niliona kwamba huyu ana mwili mzuri sana. Basi Hazrat anasema uzuri wa kidhahiri unaonekana, lakini kwa ndani inakuwa si uzuri. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuziba aibu kadhaa, Mungu amesema kwamba tuwae mawazi. Sababu yake ni hii kwamba mtu wa uzuri wa mwili wake uendelee kubaki, lakini sasa kwa bahati mbaya mtu anaendelea kuwa mbali na uzuri huu. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alieleza habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa na nadharia fulani kuhusu wakati wa daku, lakini namna gani Mwenyezi Mungu alimuelekeza. Hali hii pia ni ajabu. Hazrat Muslim anasema mtu mmoja alikuwepo katika jumuiya yetu, alikuwa akiitwa philosopher, ameshafariki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Anasema kwamba yeye alikuwa akifanya mzaha sana na alikuwa akitania sana, alikuwa akipenda sana, na alikuwa akiitwa philosopher kwa sababu alikuwa akitoa maana mpya katika maneno. Siku moja mazungumzo ya saumu ilizungumzwa na yeye akasema kwamba hawa mashehe wamesema bure tu kwamba tukichelewa wakati wa daku saumu yetu haikubaliwi. Yule ambaye ameacha chakula masaa 12, yeye akichelewa dakika 5 wakati wa daku, ubaya wake ni nini? Mashehe wanatoa fatwa kwamba saumu yake imeharibika kwa sababu amechelewa katika daku. Kwa hiyo akajadili sana. Asubuhi alimjia Sayyidina Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, ila hali alikuwa na hofu sana usoni wake, na ilikuwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Lakini halifa wa kwanza alikuwa akitoa darsa, kwa hiyo watu walikuwa wakija katika darsa yake. Akaja katika darsa ya Hazrat halifa wa kwanza akasema, mimi leo Mungu amenikashirikia sana. Akasema ni nini?
imetokea nini? Akasema kwamba usiku nilijadili kwamba watu wakichelewa kula daku saumu yao haiharibiki, na nilikuwa nikisema kwamba yule ambaye ameacha chakula masaa 12 14 ikiwa mnachelewa dakika 5 katika daku ubaya wake ni nini? Baada ya mjadala huu mimi nikalala katika ruya, katika ndoto nikaona kwamba mimi natengeneza nguo. Yule mtu alikuwa mtengenezaji wa nguo, kwa hiyo sawa na hali yake aliona ndoto. Kwa anasema mimi nafunga uzi pande mbili, nikaweka kijiti na upande moja nikafunga uzi, na upande mwingine nilipotaka kufunga uzi, nilipofika karibu na kijiti uzi ulikwisha. Baada ya kufika karibu na kijiti nilijaribu nifunge uzi na kijiti, lakini sikuweza kwa sababu uzi ilikuwa mdogo. Nikaona kwamba kitambaa changu kimeharibika au kazi yangu imeharibika kwa sababu uzi ni mdogo kidogo. Nikaanza kupiga kelele katika ndoto. Nilipoamka nikaona kwamba kwa kupitia roho hii, ndoto hii, Mwenyezi Mungu amenielewesha masala hii kwamba ikiwa uzi inakuwa mdogo kidogo na kwa sababu ya hii kitambaa chote kinaharibika, basi namna gani unaposema kwamba kwa sababu ya dakika 5 ukichelewa kula daku saumu haiwezi kuharibika, lazima saumu pia inaharibika. Hazur anasema kwamba mtu ana maumbile ya aina hii kwamba yeye hawezi kubaki peke yake, analazimika kuwa na uhusiano na mtu mwingine yeyote. Hadhrat Muslim Maud anaeleza hali yake hivi kwamba Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam alikuwa akisema kwamba katika hafla fulani ilielezwa kwamba je, mtu yeyote amekula chapati ya ngano? Katika siku zile watu walikuwa kila chapati ya vitu vingine, si ya ngano. Ngano ilikuwa haipatikani. Ilipokuwa ikijulikana kwamba mtu fulani ana ngano, watu walikuwa wakinyang'anya kutoka kwake. Watu wote wakasema sisi hatuja kula chapati ya ngano. Lakini mtu mmoja akasema kwamba chapati ya ngano inakuwa mtamu sana. Watu wakamuuliza, je, umekula chapati ya ngano? Akasema hapana, sijakula. Lakini nilimuona mtu mmoja alikuwa anakula chapati ya ngano na alikuwa anakula chapati kwa ladha sana. Kwa kuona hali yake hii nikaona kwamba chapati ya ngano ni tamu sana. Hazur anasema kwamba watu wengine wanakuwa na shauku ya vyakula, watu wengine wanakuwa na shauku ya kula kuku. Hadrat Zafrullah Sahib alikuwa rafiki yangu, alikuwa akipenda mguu wa kuku, na Sayyidina Alayhi Salam pia alikuwa akipenda sana mguu wa kuku. Na mtu mwingine ambaye amefariki, kwa kueleza hali yake, alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu anaendelea kupata mguu wa kuku, basi yeye anataka nini zaidi ya hii? Hadhrat Muslim anasema mimi sipendi mguu wa kuku, sababu yake ni kwamba nyama yake inabaki katika meno. Muslimu anasema kwamba watu wengine wanapenda vitu kadhaa, wanapenda sana watu wakipata vile vitu wanaona kwamba ni wenye bahati nzuri, lakini vile vitu vinakuwa si thamani sana. Kisha kwa ajili ya kupata vitu hivi mtu anakuwa na hamu ya vitu vingine, lakini hakuna shaka ndani yake hii kwamba ikiwa sisi tunayakini juu ya Mwenyezi Mungu na tunaweza kumpata Mwenyezi Mungu katika hali hii kwa yakini sana, mtu anaweza kusema kwamba baada ya kumpata Mwenyezi Mungu mimi sitaki kitu kingine chochote. Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam alikuwa akieleza kauli ya sufi moja katika lugha ya Kipunjabi, wewe uanze kufuata mtu mwingine au wewe ufuatwe na mtu mwingine. Al-Muslim kwa kueleza mfano huu anasema kwamba hali ya dunia hii ni aina hii kwamba katika dunia hii hakuna njia nyingine isipokuwa hii tu, kwamba wewe uanze kumfuata au wewe ufuatwe na watu wengine. Hadhrat Muslim anasema kwamba hii ndiyo ni maana ya kuumbwa mwanadamu katika udongo. Yani mtu anajifanya maumbile yake sawa na mazingira yake, yani anatakiwa anataka afuate au afuatwe. Angalieni mtoto ambaye bado hajapata ufahamu sana, lakini yeye pia
anakuwa na hamu kwamba yeye apendwe na mwingine, yeye anakuwa bale baada ya miaka mingi sana. Lakini katika watoto wake, angalieni wasichana wanapocheza wanasema kwamba huyu ni doli yangu na huyu ni doli yangu, kisha wao wanafanya harusi ya dolls. Ni michezo ya aina mbalimbali. Kisha wasichana wanabembea na wanachukua doll hizi, na wao wanampenda kama wakina mama wanapenda watoto wao. Wasichana wanapenda sisi tupendwe na wengine au watu watupende sisi. Angalieni watoto wa kiume mpaka hawaolewi wanampenda mama, lakini wao wanapooa wanakuwa wanampenda mke. Mwenyezi Mungu kwa kueleza madhumuni anasema khalaqa al-insana min alaq, yani katika maumbile ya binadamu tumeweka tabia hii kwamba anataka kuwa wa mtu mwingine. Njia nzuri ya hali hii ni kwamba mtu awe wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii yani awe karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii afanye juhudi. Kisha Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza viwango mbalimbali vya upendo na mapenzi anatoa mfano moja. Anasema ingawa mfano huu ni mfano wa mwenda wazimu, ni mwenda wazimu ambaye ameshafariki, ni alikuwa mwalimu wangu pia, lakini kwa sababu mfano huu hali ya mapenzi inaonekana waziwazi. Kulikuwa mwalimu wangu ambaye alikuwa akifundisha shuleni, baadaye alidai kuwa nabii. Jina lake lilikuwa Yar Muhammad Saheb. Alikuwa akimpenda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba kwa sababu ya hii alipata hali hii ya mwenda wazimu. Inawezekana labda alikuwa na kasoro katika akili yake, lakini mapenzi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalizidi kiasi hiki kwamba akawa mwenda wazimu. Kila bishara ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba ni kuhusu yeye, na hali yake ilizidi kiasi hiki kwamba kwa ajili ya kuja karibu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya harakati za aina hii zilikuwa si sahihi. Kwa mfano katika swala alikuwa akiweka mkono wake juu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona hali yake hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu kadhaa kwamba huyu bana asije karibu naye wakati wa swala, wakati anapokuwa katika hali yake hii, yani yeye asikae nyuma yake kabla ya sala ili asifanye harakati hii za aina hii katika sala. Wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoa hotuba, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka mikono yake juu ya miguu yake, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiweka mikono yake juu ya miguu yake, huyu Maulvi Sahib alikuwa akimjia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara moja. Watu walipokuwa akimuuliza kwamba hii ni nini, kwa nini umekuja karibu naye, alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliniita karibu naye kwa ishara ya mkono wake. Hadha Muslimu anasema kwamba hii ndiyo ni hali ya upendo na ya mapenzi, hata wakati mtu hakuitwa wala yeye hakutiliwa maanani, ikiwa anaona ishara ya mkono wa mpendwa wake, anaona kwamba yeye ameitwa na mpendwa wake. Lakini sisi tunadai kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu, lakini baada ya kuwa na tangazo hili waziwazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba njooni kwenye swala na njooni kwenye ufaulu, sisi hatuji kwa ajili ya swala wala hatuji kwa ajili ya swala ya Ijumaa kama inatakiwa tuje. Hazur anasema upande huu kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie, na kwa kupokea amri ya Mwenyezi Mungu anatakiwa aje kwa ajili ya swala. Kama mtu ashiki anakuja, siku hizi shule imefungwa, watu wanakuja na watoto kwa ajili ya swala ya Ijumaa, lakini baadaye polepole mahudhurio yanaendelea kupungua. Kwa hiyo nawakumbusha tena, Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuweze kulinda swala zetu na tuweze kutimiza haki ya swala zetu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله